tukiendelea na khutbati thania ikiwa na unwan wa qawli yake Allah tabaraka wa taala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Tuangalie kuna maneno yapi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunapo kutafsiri aya hizi. Wa an Abi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harith radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika masimulizi aliyosimuliwa na Abi Zaid masimulizi aliyosimuliwa na Abi Zaid Usama ibn Zaid, anasema ya kwamba nimemsikia mjumbe Allah sala na salam ziwe juu yake yakul akisema yu'ta birrajul yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar, ataletwa siku ya kiyama mtu kisha atadumbukizwa, ataingizwa katika moto wa jahannam. Ataletwa mtu siku ya kiyama kisha baada ya kuletwa siku ya kiyama mtu huyo ataingizwa katika moto wa jahannam. Kisha baada ya kuingizwa mtu huyu katika moto wa jahannam fatandaliku aqtaba batnihi fayaduru biha kama yaduru alhimaru fi raha. Mtu huyu atakapochukuliwa na kuingizwa katika moto wa jahannam, fatandaliku aqtaba batnihi, machango yake yatatolewa nje, kwa maana tumbo lake litapasuka na matumbo yake yale ya ndani yale yote yatakuwa yameninginia. Hali ya kuwa yameninginia, fatandaliku, atakuwa akizunguka katika moto wa jahannam kama vile ambavyo kwamba punda anazunguka katika kinu. Kuna vile vinu vya kusokota vile, punda anazungushwa sehemu, anazunguka kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Sasa mtu huyu atachukuliwa siku ya kiyama, atatiwa katika moto na matumbo yake yatapasuka, machango yatatoka nje yamening'inia, na yeye akifanya tawafu ndani ya moto wa jahannam. Kisha baada ya kuwa katika hali hii, mtu huyu akiwa katika hii hali ngumu, hali nzito, fayajtami'u ilayhi ahlun nar, watakusanyika kwake watu wa motoni, watajikusanya watu wa motoni kwa mtu huyu. Watakapojikusanya fayakulun, watasema kumwambia huyu mtu, ya fulani, ewe fulani, malak, una nini? Ni nini kimekusibu leo hii? Mbona uko katika hali hii? Wewe fulani, mbona leo hii uko katika hali hii? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wewe ulikuwa duniani ukiamrisha watu kutenda wema. Tulikuwa tunakuona duniani ta'muru bil ma'ruf, ukiamrisha watu katika mema, wa tanha 'anil munkar. Lakini pia tulikuwa tunakuona ukiwakataza watu kufanya uovu, kufanya mabaya machafu. Ni nini leo hii? Mbona upo ndani ya moto wa jahannam? Tena siku ndani ya moto wa jahannam upo hali ya kuwa dhalili, umedhalilika, umefedheheka. Ni nini kilichokusibu? Mtu huyu atajibu, atasema bala, fayakulu bala, atasema ndio, ni mimi. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi, nilikuwa nikiamrisha kufanya mema lakini mimi nilikuwa sifanyi mema hayo. Alikuwa akiamrisha mema lakini yeye mwenyewe si mfanyaji wa hayo mema. Wa anha an munkar, na nilikuwa nikikataza kufanya maovu. Wa atihi, na nikiendea hayo maovu. Kwa maana mtu anakataza watu kufanya maovu lakini yeye anafanya hayo maovu. Anaamrisha watu fanyeni mema, tufanye hivi, alafu yeye mwenyewe hafanyi mema. Siku ya kiyama mtu huyu atakuja kuwa katika hali nzito, hali ngumu. Lakini moja katika maneno ya wema waliotangulia wanasema mtu wa kwanza atakayeingia motoni kabla hata ya Firauni la'in ni mtu aliyepata elimu ya dini,
na akawa hajaifanyia kazi elimu hiyo, huyo ndio wa kwanza atakayeingizwa katika kina cha moto wa jahannam. Ibadallah, waja Allah tabaraka wa taala, tunajifunza mambo mbalimbali, tunasoma mambo mbalimbali, lakini tunaamrishana mema mara kwa mara, lakini tusizisahau nafsi zetu katika kuamrisha hayo mema. Wema wa kwanza, anza kuikemea nafsi yako, ongea na nafsi yako, ikataze nafsi yako, iamrishe nafsi yako, iambie ya nafsi, nafsi yangu, tubia kwanza wewe mwenyewe. Fa innal mauta qad hana wa asil hawa fa innal hawa ma zala qad tala. Ongea na nafsi yako, ikataze, iamrishe yenyewe, ianze kufanya mema. Ukishaiamrisha kufanya mema, basi ikataze na husda, ikataze na uzinifu, ikataze na dhulma, ikataze na kula riba, ikataze na wasila za muharramati, ikataze na zile njia zote ambazo zitaipelekea nafsi hii kuingia katika yale yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Kisha ukimaliza ad-da'wah ile, fanya da'wa, kuwalingania wengine. Usianze kuwalingania watu hali ya kuwa wewe mwenyewe bado nafsi yako ni mbovu. Ilinganie kwanza nafsi yako, itengeneze nafsi yako, ikae vizuri, ithibiti katika kufanya ta'atillah, ithibiti katika kufanya khairati. Ikishathubutu nafsi yako katika kufanya mambo ya kheri, mambo mema, basi ndipo ufanye hatua ya pili ya kulingania wale waliopotea. Lakini usije ukawakataza watu, la tanha anil khulq wa ta'ati bimithlihi. Usikataze tabia fulani, usiwakataze watu tabia fulani na wewe mwenyewe unaiendea tabia hiyo. Ama ukisimama mbele za watu unawakataza jamani kadha wa kadha wa kadha, alafu ukiwa katika njia zako za chochoro huko unayafanya yale uliyokataza, utakuja kujuta mbele ya Allah tabarak wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yule atakayemwendea Allah hali ya kuwa amesalimika ndio atakayefaulu mbele ya Allah tabarak wa taala. Tujitahidi kukaa vizuri na wenzetu, maana nje sehemu kubwa imeloa. Tukae vizuri ili na wengine waingie msikitini wapate nafasi za kukaa. Naam.